Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa TV, mbele yako niko na mkuu wa kituo cha polisi Mwaya ambaye leo alikuwa ni mgeni rasmi katika sherehe ya ASA kidato cha 6. Nitazungumza naye machache kati ya mengi ambayo tutaenda kuyazungumza. Anaitwa MJ Marwa. Mkuu, habari ya jioni? Tunashukuru sana kwa ujio wako. Natamani sasa uzungumze, je, sherehe hii umeionaje kwako? Sherehe kwa leo ilikuwa ni sherehe sana kwaya, niseme ilikuwa ni sherehe nzuri sana. Kipi ambacho kimekufurahisha katika sherehe hii ya leo? Kilichonifurahisha zaidi ni gwaride na wale watoto. Wamecheza gwaride nzuri sana kiasi kwamba ikawavutia watu wengi kuja kuangalia na kuwa sehemu ya sherehe. Sawa, wewe ni mkuu wa kituo. Vijana kama hawa sasa ambao umewaona wakionyesha uwezo wao wa kupiga gwaride pale mbele, wakihitaji labda kujiunga na jeshi la polisi, upo tayari kuonyesha nia ya kuwavuta ili kutimiza ndoto zao? Yani tunachosema naweza nikawaonyesha njia namna gani wanaweza kufika na kufikia malengo yao. Sawa. Mkuu, tunaamini katika makundi mbalimbali kuna changamoto nyingi, hasa hususan swala zima la kitabia. Kama kiongozi wa ulinzi na usalama, je, umekuwa ukitafuta labda namna mbinu ya kuweza kusaidiana walimu kwa ajili ya kusaidia watoto wakue vizuri kitabia katika eneo lako? Ndio, yani tumefanya sana na tumezunguka sana. Hata hapa shuleni kishakuja zaidi ya mara moja. Shule za msingi ndio nazunguka kila siku na hakikisha kwamba nawafundisha watoto waweze kujitambua na waweze kuwa na confidence, kiasi kwamba watu wabaya wakiwafikia waweze kuondolea ndani. Sawa. Kuna wakati mwingine kunatokea changamoto. Tunafahamu kwamba mtu wa kawaida akimpa ujauzito mwanafunzi hukumu ni miaka 30 jela, lakini sasa inatokea changamoto wanafunzi kwa wanafunzi kupeana ujauzito. Je, hili kisheria lipoje? Unajua sheria imemwangalia sana mtoto wa kike kuliko mtoto wa kiume. Ndio maana hata ukisoma ile penal code inaelezea moja ya element ya kubaka ni kitu kiingie kwenye uke wa nini. Kwa hiyo unapokuwa kwamba mwanafunzi amempa mwanafunzi mwenzie mimba, sisi yule mwanafunzi wa kiume ndio tunafanya nini? Tunashughulika naye kutokana na sheria inayofanya nini inavyoelekeza. Sheria kwa sasa haijasema kwamba wakiwa wanafunzi mwanamke akipewa mimba na mwanaume akipewa mimba washughulikiwe wote. Hapana. Sheria imezungumza kwamba mwanaume akimpa mimba mwanamke, haijalishi kwamba ni mwanafunzi, haijalishi kwamba ni mtu wa mtaani, haijalishi kwamba ni nani, tunamshughulikia kwa mujibu wa sheria. Sawa. Akiwa chini ya umri wa miaka 18, kijana wa kiume, nayo hapo sheria inakuwaje? Sheria iko wazi. Sheria inatambua kwamba mtu ambaye hawezi kufanya makosa ni kuanzia miaka 4 kati ya 8 au 9. Huyo mtu chini ya miaka hiyo, ina maana akifanya chochote kile, sheria inatambua kwamba ana utashi wa kufanya hayo mambo. Lakini kama ameanzia miaka 17 kushuka chini hadi labda 13, kuna mahakama ya watoto. Umeelewana? Kwa hiyo ina maana atashughulikiwa naye kutokana na umri wake. Lakini kwenye mtoto inakuwa na unafuu zaidi, kwa sababu hata usikilizwaji wake wanasikilizwa kwa kama mtoto mdogo tofauti na watu wazima. Okay, sawa. Swala langu la mwisho sasa kwa upande wako. Tunatambua kufika mwezi wa 10 mwaka huu kuna swala zima la uchaguzi. Tanzania kunaenda kufanyika uchaguzi mkuu. Ni nini wito wako kwa jamii ambayo inakutazama? Wito wangu kuelekea uchaguzi ujao ni kwamba iwe ni jamii yenye amani, jamii yenye kusikiliza hoja, jamii yenye isiyokurupuka. Ndio nadhani itatufanikisha sisi kufikia malengo ambayo tunaenda kuwachagua viongozi tunaowataka. Mkuu, mimi nikushukuru sana kwa muda wako, nikutakie majukumu mema na kazi njema. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana.